Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu ni kwamba kikao cha 2018 robo ya pili mwezi wa 10 niliuliza swali hapa kwamba kesi ilipelekwa mahakamani kwenye ile barabara iliyoamriwa na mkuu wa mkoa kwamba kuvunjwe afu wananchi wa mtaa custom wapate barabara pale, lakini majibu ya mwanasheria alisema Mwakatoga alijitoa kwenye kesi wakati yuko hai na sasa yupo marehemu, kwa barabara iko huru. Kilichobakia ni halmashauri kuleta pesa ili wakavunje ile vibanda. Kwanza nishukuru kwa baadhi ya wananchi wameanza kupisha, amebakia mtu mmoja. Swali langu ni kwamba je, lini sasa halmashauri yako Mheshimiwa Mwenyekiti itaenda kufanya zoezi ili watu waendelee kupita vizuri? Na nafikiri sisi kama madiwani ni wajibu wetu kuwashawishi wananchi waweze kupunguza nyumba zao ili tuweze kulinda hizo barabara. Na niombe tu kama wameshaanza kupunguza, basi wale waliobakia washawishi wamalizie ili mwisho wa siku tufungue barabara na tuikanize TARURA. Ili kueleza kweli, shauri lilikuwa mahakamani na kesi iliondolewa na wadai. Lakini kwa jinsi ambavyo ilivyo, kama ulivyoeleza Mheshimiwa Mwenyekiti, ufunguzi wa ile barabara unahitaji vikao na wananchi ili waweze kupisha zile barabara. Kwa hiyo nashauri kwamba mazungumzo yaendelee na watu ambao bado hawajakubali kupisha zile barabara ili waweze kuzipisha. Sababu tutaonekana usumbufu, basi tuangalie namna nyingine ya kufanya ili waweze kupisha. Kulikuwa na hiyo kesi na kesi iliondolewa, basi ni vizuri kumwandikia barua huyo aliyebakia ili aweze kupunguza ile nyumba na barabara ifunguke na wananchi waendelee kutumia barabara. Mheshimiwa Moses Mshani. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka wa fedha 2016-2017 tulikuwa na bajeti ya kujenga ofisi za halmashauri ambayo ilikuja ikabadilishwa matumizi alipokuja kwenye ziara Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nafikiri bajeti ilibadilishwa hapo. Kwa sasa tunalo eneo la kujenga ofisi za halmashauri. Ni lini ofisi hizi zitaanza kujengwa? Nishukuru kwa swali lako. Ni kweli alikuja Mheshimiwa Waziri Mkuu tulibadilisha, alielekeza kwamba fedha hizi ziende kwenye ujenzi wa hospitali, na kama mnavyoona hospitali inaendelea kujengwa pale. Na ni kweli eneo tunalo la kuanza ujenzi kwa ajili ya ofisi za halmashauri. Sasa wataalamu wanisaidie kidogo kwa maana ya ofisi ya mkurugenzi. Hapa naambiwa kwamba ni issue ya serikali. Kwa hiyo sababu taratibu zinaendelea kwa maana ya kuendelea kuomba watuingizie fedha, kwa sababu kwa fedha zetu halmashauri kama sisi hatuwezi kusema tutajenga ofisi za halmashauri. Kwa hiyo niombe tu kwamba tulisukume kuomba ili iwezekana kama itaipendeza serikali kuu waweze kutuletea bajeti angalau ya kuanzia ili tuanze na msingi wa ofisi ili tuondokane na kupanga. Mji wa Tunduma mwaka 2016-17 ilikuwa imeshirikisha wananchi wote kwa maana ya kupisha barabara, na madiwani tulikaa kuhamasisha hizo barabara, lakini barabara zile zina hali mbaya katika halmashauri ya mji wa Tunduma. Sasa nataka mkakati wa halmashauri ni lini itajenga mifereji katika hizo barabara ambazo zimegeuka kero. Lakini bii yake nilitaka kujua barabara za mitaa ambazo zimekuwa kero kwa ajili ya usafi wa mazingira, bajaji hazifiki. Ni lini sasa barabara za mitaa zitapewa kipaumbele kwa ajili ya kuhakikisha zinajengwa na bajeti kubwa kupangwa ili barabara hizo nazo ziwe safi kwa ajili ya mahitaji ya watu wetu sasa. Na bahati nzuri tulikuwepo na meneja wa TARURA na aliwasilisha bajeti ya barabara, na maswali haya aliulizwa na akasema ujenzi wa barabara kuna awamu mbili. Awamu ya kwanza ni kuzitengeneza hizo barabara, lakini awamu ya pili ni kujenga mifereji na makarabati. Kwa hiyo nafikiri swali hili lilijibiwa na meneja wa TARURA juzi. Ongeza mkurugenzi. Lakini pia katika bajeti ya mwaka huu wa halmashauri tumetengewa milioni 100. Kwa hiyo tutapeleka vipaumbele sasa kwenye maeneo yale ambayo ni korofi. Tutakuja na mpango sasa wa matumizi wa hizo hela ili yale maeneo ambapo hayafikiki tuweze kutengeneza. Hivyo tutashirikiana na mtu wa TARURA pia
tuangalie, kwa sababu cha msingi ni wananchi waweze kutumia barabara ipasavyo, maeneo ambapo hayafikiki barabara zifikiki. Mheshimiwa Floyd Mwalongo, kunipa nafasi nipate kuuliza swali la papo kwa papo. Mwenyekiti, katika kata ya Tunduma na mjini mwaka 1216 na 17 kulikuwa na ujenzi wa barabara ya kutoka Custom kwenda Loma. Hebu sijakuelewa zuri hapo. Ni kati ya mwaka 2016 na 17 kulikuwa na ujenzi wa barabara kutoka Custom kwenda Loma. Barabara hii inasemekana iliharibu miundombinu yote ya maji katika kata hizi zote mbili ya Maporomoko na Tunduma. Na kata hizi zilikuwa zina visima, zina bomba, Tunduma kama zaidi ya bomba 5 na Maporomoko zaidi ya bomba 2. Toka mwaka huu hatujaipata maji tunayoipata ni kwa sababu tu miundombinu iliharibiwa na barabara hii. Sasa ni lini Mheshimiwa Mwenyekiti hii miundombinu itarudishwa ili hawa watu waweze kupata maji? Kwa sababu wana zaidi ya miaka 6 hawajapata huduma ya maji kwenye bomba hizo zote nilizozitaja. Nimsaidie kujibu meneja wa maji hapa, kwa sababu wakati ule mimi ndo nilikuwepo nikiwa niko mamlaka ya maji. Wakati ule tunafanya ukarabati, ile barabara kubwa inafanywa ukarabati kutoka Kilimanjaro mpaka pale Roma. Miundombinu ile kweli ilikuwa imeharibika. Lakini kama utakuwa unafuatilia Mheshimiwa mjumbe, hata kwenye kikao cha finance juzi tulikuwa tunauliza hizi fedha tunazosema zimeenda kununua mabomba zimefanya kazi gani? Kwa sehemu kubwa vifaa vile vilivyokuwa vimenunuliwa ndio ilikuwa kwa ajili ya matengenezo ya yale mabomba yalikuwa yamekatwa along the road, ile barabara kubwa, kwa maana ya kuwarudishia wale wateja waliokuwa wamekatiwa kutokana na matengenezo ya barabara waweze kurudishiwa huduma yao, tuweze kurudi kwenye mfumo mzuri. Kwa kazi hiyo tayari imeshaanza kufanyika kwa baadhi ya maeneo, lakini kwa baadhi ya maeneo, kwa mfano huko Maporomoko bado kidogo kusapata mabomba tayari yameshanunuliwa yako hapo store. Kwa hiyo kazi iliyokuwa imebaki ni kwa maana kuchimba mifereji na kuwaunganishia wale wateja ambao tayari walikuwa wamekatiwa hiyo huduma ya maji. Kwa hiyo kazi inaendelea, tayari imeshaanza kwa sehemu kubwa tayari. Endelea kwa sehemu imeshaanza. Mheshimiwa Quintin Kayombo hapo. Mheshimiwa Mwenyekiti, 2016-17 tulitembelewa na Naibu Waziri wa Nyumba na Makazi Angela Mabula katika halmashauri ya mji wa Tunduma akikagua baadhi ya maeneo na hususani na mpaka wetu wa Custom. Alikuta kuna migogoro iliyopo kwenye halmashauri yetu, hususani kwenye eneo la majengo mapya kule juu, eneo ambalo halmashauri ilitenga kwa ajili ya wananchi na wananchi walihitaji kujenga soko. Hatimaye lile eneo Naibu Waziri alipoona ule mgogoro aliacha maagizo kama halmashauri ya kisha inashughulikia lile eneo na hatimaye liwe soko kwa faida ya wananchi wetu. Lakini cha ajabu Mheshimiwa Mwenyekiti, lile eneo limejengwa sheri. Sasa nilitaka kujua yale maagizo ya Naibu Waziri ndo matumizi hayo yaliyotumika pale. Lakini sambamba na hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye ziara ya Naibu Waziri alifika kwenye eneo lililokuwa na mgogoro kata Makambini, eneo ambalo wana Makambini walihitaji kujenga dispensary kwenye eneo lile. Baada ya ule mgogoro, Naibu Waziri alipoondoka alisema ili eneo halitatumika na shughuli yoyote zaidi ya maagizo kutoka serikali. Lakini nimepita pale nimezikuta tofali. Mheshimiwa Mwenyekiti, je, matumizi tayari na maelekezo ya serikali yameshafika kwamba nini tunajenga pale? 16 ilikuwa Disemba 3. Baada ya ziara ile tulipokuwa katika majumuisho, Mheshimiwa Naibu Waziri alimwagiza kamishna msaidizi wa ardhi kwa wakati ule kuweza kufuatilia na kutoa taarifa ya kitaalamu kuhusu maeneo yote yaliyokuwa na migogoro na namna gani migogoro ile namna ambavyo itatatuliwa kwa mujibu wa sheria za usimamizi wa ardhi. Kwa hiyo katika sheria za usimamizi wa ardhi, wakati tunapeleka taarifa kwa Mheshimiwa Waziri, ni lazima uattach ama uambatanishe na taarifa ya historia ya eneo husika ili Mheshimiwa Naibu Waziri apate taarifa ya kina juu ya nini ambacho kimeendelea kwenye maeneo husika. Kwenye eneo lile tulieleza ya kwanza, jambo la kwanza lililokuwepo pale ni kwamba upimaji wa bloko A wakati unafanyika haukushirikisha wananchi. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99, unapokwenda kwenye swala la land acquisition kule, ina maana wananchi kama third party interest hawakuwa clear. Jambo la kwanza, walikuwa hawajalipwa fidia. Na baada ya upimaji ule kilipita kipindi cha karibu zaidi ya miaka 10 bila wananchi wale kulipwa, na kilichotokea ni kwamba wananchi wale walihamisha
umiliki wa asili kutoka kwao na wakaupeleka kwa mtu mwingine kwa kuuziana. Kwa hiyo baada ya kuuziana sasa, wakati huo matumizi yakiwa ni soko, lakini mchoro ule wa mipango miji pamoja na upimaji kwa kuwa haukufuata taratibu za kisheria kutokana na kwamba mwenyeji wa asili alikuwa hajalipwa. Kwa hiyo mwenyeji wa asili alichofanya, alihamisha mauzo kwa mtu mwingine na yule mtu mwingine akaomba matumizi mapya. Kisheria, kwa mujibu wa sheria namba 8 mwaka 2007 ambayo nayo katika ile taarifa tulieleza inaruhusiwa kuweza kufanya mabadiliko kutoka katika ngazi ile ya matumizi ya soko kwenda katika matumizi ya sheri pamoja na supermarket. Katika ushauri ule, barua hizi kwa kuwa sisi hatuandiki moja kwa moja Wizara ya Ardhi, tunamwandikia kamishna msaidizi wa kanda ambaye ndio mwakilishi wa Wizara ya Ardhi katika kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Yeye alipokea maelezo yetu pamoja na ushauri wa kitaalamu, akayachukua na yeye akayaandikia barua kwenda kwa Mheshimiwa Naibu Waziri ili aweze kupitia na kufanya maamuzi mbadala. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri alipoyapata hayo, akayaona kwamba ni vigezo ambazo vinakidhi, akarejesha majibu katika ngazi ya kamishna msaidizi wa kanda, na kamishna msaidizi wa kanda hatimaye akarejesha majibu kwetu sisi kama halmashauri ya mji ya kwamba kutokana na haya mlioyaeleza, kwa mujibu wa sheria za ardhi na usimamizi wa ardhi, huyo mtu ambaye sasa hivi ndio anataka kuendeleza sheri aendeleze kwa mujibu wa kanuni zote ambazo mmezipitia. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipata maelekezo ya barua kwa maana ya majibu sasa kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ya kwamba huyo mhusika ambaye sasa ndio amekuwa mwenyeji wa asili aliyoomba mabadiliko ya matumizi aendelee na matumizi hayo ambayo sasa ni tajwa. Fanya mkutano pale katika mtaa wa Mjengo kuweza kupeleka mrejesho wa kile ambacho kimeletwa na sasa kukubaliana kwa umoja wetu ya kwamba sasa kitakachofanyika pale ni uwepo wa hiyo sheri pamoja na supermarket. Na muhtasari pia tuliuattach wakati tunakwenda kupeleka taarifa hizo kwa Mheshimiwa Naibu Waziri. Tulipeleka taarifa kwa maana ya ile migogoro yote 15, tulipeleka taarifa na tuliweza pia kupeleka historia, lakini kwa bahati mbaya au nzuri sijajua, mpaka sasa bado wizara haijaweza kutujibu, kwa maana ya kwamba sasa ni vile ambavyo Mheshimiwa Naibu Waziri alipokuwa ameagiza mwanzo kwamba lisitumike, yatatoka maelekezo. Mpaka sasa bado hatujaweza kupata maelekezo ya kwamba kiwanja kile kitumike kwa ajili ya matumiziano, na wenyewe pia tuliandikia vile vile. Kwa hiyo ilikuwa ni attachment ya migogoro yote 15 pamoja na historia yake na ushauri wa nini kufanyika. Asante. Kujitosheleza, basi tufuatilie nani aliyemwaga tofali pale na amemwaga kwa idhini ya nani. Nafikiri tutafuatilia. Mheshimiwa Mponda, na mimi nikushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la papo kwa papo. Mji wa Tunduma tuna stendi kuu moja ya mabasi iliyopo pale Majengo Mapya, na stendi hii ni muhimu kwa nchi za kusini mwa Afrika SADC, kwa sababu wafanyabiashara wengi wanaotoka huko lazima wanatumia stendi ile kupanda mabasi na kwenda Dar es Salaam. Lakini kwenye stendi ile kumekuwa na adha ya giza la muda mrefu, na kila ukifanya mkutano pale, wananchi ndio swali la kwanza kuuliza kwamba ni lini mtatufungia taa kwenye hii stendi. Sasa leo nilitaka nipate majibu, halmashauri imejipangaje kuhakikisha taa kwenye ile stendi zinawaka, ukizingatia taa zipo lakini inaonekana ni mfumo tu ambao umeharibika. Kwa hiyo ni marekebisho madogo yanayohitajika kwa maslahi ya watu wa Tunduma na wasafiri wanaotoka nchi jirani. Naomba hilo tulichukue kama halmashauri, tutalifanyia kazi. Beka Mwakanyamale. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu linahusiana na huduma ya maji. Kwa kuwa huduma ya maji imerudi kwenye mitaa yetu, baadhi ya mtaa wa Makakati, Muungano kule tumepata huduma ya maji, lakini kuna wateja wapya ambao wanahitaji kujiunga na huduma hii, na wanapofika kwenye ofisi za idara ya maji wanaambiwa kwamba usajili umesitishwa kidogo.
nilitaka kujua ni lini huduma hii itaanza, wateja hao wataanza kusajiliwa ili wapate huduma ya maji. Lakini bei yake, kwa kuwa tumeongezwa mtandao wa maji, haya matenki mapya yaliyokuja sasa, kuna shule zetu za msingi na sekondari ikiwemo Muungano na Mwakakati na shule za msingi za upande ule, watoto hao wanapata ada kubwa sana kwa ajili ya huduma ya maji, wanaenda kutafuta makorongoni ili kupata huduma ya maji. Ni lini halmashauri imejipanga kuweza kusogeza huduma ya maji kwa ajili ya kuwaokoa watoto? Mjumbe kama alivyouliza wa utaratibu wa kulipia hapo, kuna wateja ambao walikuwa tayari kulipia, lakini kwa tumefanya utaratibu wa kuagiza mita. Manake mteja akishalipia tunatakiwa tumfungie mita kutoka kwenye ile fedha anayokuwa analipia. Lakini tulikuwa na changamoto, mita ambazo kwa tunazipata hapa zilikuwa bado tunaona hazijakidhi vigezo vizuri. Kwa hiyo tuliagiza mita 50 ambazo tayari mpaka sasa tumeshapokea mita 30 na tayari tumeshaanza kuwaelekeza wananchi waje kuchukua fomu ili watakapolipia iwe ni mara moja, tuwe na uwezo wa kuwafungia mita na kuwaunganishia maji na kuwafungia mita. Kwa upande wa huduma mashuleni, mamlaka kama mamlaka kwa kweli uwezo wake ni mdogo sana, haina uwezo wa kuweza kutanua miundombinu ya kufikisha huko mashuleni. Kumbe labda hapo tungeomba jitihada za halmashauri kutusaidia fedha kwa ajili ya kuweza kuongeza huo mtandao, kusogeza kwenye mashule. Kwa maana wateja waendelee kufika ofisini watapata huduma, lakini hili kwa maana ya kupeleka mashuleni tulichukue, lakini tutawashawishi pia wananchi tuweze kusaidia kwa maana ya kupeleka hiyo mitaro na kupeleka mabomba mashuleni ili wanafunzi wasipate adha kwa ajili ya hiyo huduma ya maji. Kitu pekee. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakumbuka 2016 tuliwahamasisha wananchi waweze kumalizia vibanda vya soko la Mpemba na Sele. Wananchi walimalizia vibanda kwa wakati, lakini baada ya mwaka mmoja, mwaka wa fedha unaofuata 2017, palipotokea mtafaruko wa baraza kuondoa ushirikiano na serikali, halmashauri ilirudi kuwashawishi wananchi wavunje vibanda mle ndani ili waweze kuingiza magari kama ni sehemu ya stendi, kwa maana ya kuchangamsha soko, lakini watu wapate, halmashauri ipate mapato kwenye kupitia vibanda vile. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali eneo tulilopendekeza kwamba iwe stendi nje ya lile soko ndio walioelekezwa waliovunjiwa vile vibanda kwamba wajenge kule nje, lakini nataka kujua mpaka leo hakuna magari yajaingia pale, ambao tulikubaliana yaingie magari ya Ileje na dadaza kutoka Tunduma, na barabara halmashauri ilishagharimia, ilishajenga na TANROADS walikwenda wakabariki. Nataka kujua ni lini halmashauri itaingiza magari pale ndani ili soko lichangamke na halmashauri ianze kupata mapato. Kwa niaba ya mkurugenzi, naomba nitoe maelezo kuhusu soko la Mpemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, soko la Mpemba lilikuwa limepangwa kama ambavyo imeelezwa kwamba tulikuwa tunapanga kuliboresha lile soko kwa maana ya kuhamishia stendi pale ndani, na tukaingia makubaliano na wafanyabiashara kwamba warekebishe vile vibanda ili viweze kufanya biashara. Na kilichokuwa kimekwamishwa kwa mwaka wa fedha uliopita ni bajeti tu haikutengwa kwa ajili ya kuboresha barabara ambayo ilikuwa inatoka daraja la Ileje kutokezea Mizani. Kwa huo mpango ndo ulikwamisha uboreshaji wa ile barabara ili kuwezesha gari kuingia na kutoka. Lakini kwa mwaka huu wa fedha sasa, huo mpango inaonekana hauwezi kutekelezeka kwa sababu tayari kutakuwa na mkanganyiko. Kuna mpango wa stendi ambao ni ya kisasa kabisa upande wa Mpemba. Kwa sasa mpango wa kuweka stendi ya pili tena Mpemba unaweza usiwepo kwa 100%. Mkakati uliopo ni kuweka mpango mwingine wa kuweka huduma pale ambayo itawavutia wafanyabiashara kuweza kuendeleza vile vibanda, lakini sio kuweka stendi nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitaka nijue tu kwamba toka mwaka 2016 tuliomba idara ya ujenzi wa katibu Mheshimiwa Kindole kuhusu daraja la kuvukia Chapo A na Ipito. Kimsingi daraja, Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa kutokea maafa.
alikufa mtu pale, lakini pia tumepoteza watoto wawili ambao tumezika pale na nilionyesha na makaburi na waliona. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, mpaka sasa ile daraja lilianza kujengwa na ambapo itakiwa lijenge kwa haraka na maafa yameendelea kutokea ambako wananchi wamejaribu kufunga kitepu lakini bado kumekuwa na hatari sana. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, nataka nijue lini halmashauri yako itaanza kujenga ile daraja ili kuokoa maafa ambayo yanajitokeza pale. Kwa mwaka huu wa fedha wa bajeti tulionao kwa maana 19-20 tuna takriban shilingi milioni 100 kwa ajili ya kufungua barabara. Lakini kipaumbele chetu cha kwanza ni kurudi nyuma kuanza kutengeneza haya maeneo korofi ambayo tunayapo. Hizi barabara kilomita 11.032 ambazo tunazifungua kwa bajeti ya mwaka uliopita fedha zile milioni 50 ambazo tayari tumesha saini mkataba na TARURA kwa ajili ya kwenda kuzifungua. Zile barabara zinahitaji sio chini ya milioni 65 kujengea mifereji pamoja na makarabati. Na kipaumbele chetu kikubwa kwanza kuelekea kwenye maeneo ya taasisi. Kwa hiyo tutarudi nyuma kwanza kuzikarabati zile barabara, alafu baadaye tutaona tathmini ya sehemu inayobaki kama inawezekana. Sitoe commitment moja kwa moja kama inawezekana au haiwezekani. Tutaona sasa kipaumbele kinachofuata katika kutekeleza bajeti ya fedha ya barabara kwa mwaka 19 na 20. Swali langu limejikita pengine A na B. Pengine A, ofisi ya mwanasheria na ofisi ya ardhi imefanya mistake kupitia eneo la Mlenda lenye mgogoro kwenye mnara wa Tigo. Eneo lile awamu iliyopita ni swali la papo kwa papo, walijibu kuwa eneo lile nyumba zilizojengwa tutaenda kuzibomoa, hawajafanya utaratibu, lakini mpaka leo hii watu wanaishi na utaratibu unaendelea. Sasa nimekosa majibu kwa wananchi ya kutoa majibu kuwa eneo lile limefikia wapi, kwa sababu eneo lile lilikuwa lipo mahakamani, lipo kisheria. Kwa majibu wananchi walishindwa kupata kwa sababu lilikuwa kisheria. Sasa swali langu la msingi nataka kujua eneo lile limefikia wapi juu ya kesi iliyokuwa mahakamani, ili nipate majibu ya kwenda kuwapa wananchi hiyo toka kwenye ofisi yako ya mheshimiwa mwenyekiti. Lakini B, halmashauri yako mheshimiwa mwenyekiti, tumefanya utaratibu kwa kujenga nyumba kwa kufuata vibali, na wananchi tumewaelimisha sana ili wajenge nyumba kwa kufuata utaratibu, kuto kuharibu mpango mji katika mji wetu wa Tunduma. Lakini ofisi yako ya ardhi wanakuja kuchukua vibali, kumekuwa na usumbufu mwingi sana. Wananchi wanafika hapa halmashauri mpaka wanachoka, inafika hatua mpaka wanaanza kujenga hovyo. Swali langu ni lini ofisi yako itachukua hatua haraka ili wananchi wahudumie kwa haraka ili kuepusha ujenzi holela kwenye mji wako wa Tunduma? Eneo la mgogoro Katete. Ni kweli mheshimiwa mwenyekiti, eneo lile pale lilikuwa na mgogoro mahakamani, lakini kesi iliondolewa mahakamani kwa sababu kulikuwa na mapungufu ya kisheria, kwa maana kwamba kata ilikuwa imepeleka ule mgogoro na ilikuwa na mamlaka sheria ya kupeleka ule mgogoro mahakamani. Kwa mahakama ilielekeza kwamba taratibu zianze upya na mamlaka husika ipeleke shauri kama ina maslahi na hilo eneo. Lakini kimsingi mheshimiwa mwenyekiti, lile eneo ni moja ya maeneo ya kihistoria ya vijiji huko nyuma, ambayo kijiji kilikuwa kilitoa kwenye kanisa na baadaye kijiji kikadai tena lile eneo lirudi kwenye kanisa. Sasa halmashauri haipo kwa ajili ya kuzalisha migogoro, kwa sababu tumekuwa na kesi nyingi sana ambazo zinatoka kwenye maeneo ya vijiji, lakini mwisho wa siku tunashindwa kesi za namna hiyo. Na msingi wa kushindwa ni kwa sababu tunakosa vielelezo vya namna ya kwenda na kesi kwa lengo la ushahidi. Kwa namna nzuri ya kwenda na kwa uhakika kwa kesi ya ule mgogoro wa Katete ni kupata ushahidi kutoka kata husika, kitu ambacho hatujapata mpaka leo. Tulikuwa tunashauri kila siku kwamba kata husika kama ina ushahidi juu ya umiliki wa lile eneo, kwa sababu ni swala la kihistoria ambalo sisi kimsingi hatuna hizo nyaraka, na uwezo kaenda mahakamani kudai eneo kama huna nyaraka. Tumeomba ushirikiano na kata husika itupatie vielelezo ili tuweze kupata mwanzo wa kulidai lile eneo, vinginevyo hatuwezi kulidai lile eneo. Kwa mujibu wa mwongozo wa mwaka 2018 wa utoaji wa vibali vya ujenzi unaelekeza wazi kabisa ya kwamba kunakuwa na kamati ya wataalamu ambayo ile kamati inatakiwa ikutane kila wiki mara moja
kuhakikisha vibali vilivyoombwa ndani ya wiki hiyo vitolewe. Kwa sasa tumeanza kufanya zoezi hilo la kukutana kila wiki, japo kwa mwongozo ule unaeleza ya kwamba katika ngazi ya halmashauri ya miji inatakiwa tukutane mara moja kwa mwezi, lakini kutokana na kasi ya ujenzi wetu katika halmashauri yetu ya mji wa Tunduma kuna upekee kidogo. Kwa hiyo kila wiki tulikuwa tuna kikao kwa ajili ya kufast track na kusukuma utoaji wa vibali vya ujenzi ambavyo vinaingia ndani ya wiki hiyo. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, mwananchi anapokuja huwa tunampa maelekezo ya kwamba anatakiwa awe na ramani, aandae ramani ya kile ambacho anataka kukijenga. Mara nyingi wamekuwa wakileta ramani zinakuwa na mapungufu na makosa kadha wa kadha. Tumekuwa tukiwaelekeza ya kwamba waende wakafanye marekebisho kule walikoandaa, lakini kwa bahati mbaya au kutokana na hali ya upokeaji wa lile jambo, analipokea tofauti, anaona kama vile labda anapigwa chenga. Nadhani pia katika hilo tumeweza kufanya marekebisho kidogo. Sasa hivi wananchi wengi wanaokuja tunawaelekeza ya kwamba wakatafute wasanifu majengo waliosajiliwa kwa ajili ya kuwacholea ramani ambazo zinakuwa katika standard inayotakiwa. Na huko mbeleni tunapokwenda kwa ajili ya kukazia utumiaji wa ule mwongozo, manake sasa tutakuwa tuna ramani za makundi tofauti: ujenzi wa nyumba za kawaida, ujenzi wa nyumba za biashara na ujenzi wa nyumba za kwenda juu, na hilo liko kwenye mwongozo. Kwa hiyo tutaandaa ramani ambayo itakuwa kama vile ni kigezo, ili mwananchi akija aonyeshwe, na badala ya hapo sasa kama atataka kwenda kuchora akachore kwa mujibu wa vile ilivyo, ama kama atakuwa anahitaji basi atapewa ile kopi, atafuata taratibu zile za ulipiaji wa ada kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, mji wa Tunduma unabadilika kila siku na tunaobadilisha ni sisi wenyewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa kuna challenges, kumekuwa kuna matatizo. TARURA wanapokuwa wanasema hapa barabara inapita hapa, na katika hayo manake yalijadiliwa hapa, watu wakasema barabara itapita hapa, tumetengeneza wenyewe mitaa, lakini tukifika kule kwenye field kuna baadhi tena mnaanza kujenga tofauti. Watu wamebomoa nyumba zao, lakini kuna baadhi wale watatu wanajifanya wenyewe ni elephant, ni matembo. Kuna barabara tatu. Ya kwanza, kuna barabara ya Afrikana inayotobokea kule. Ya kwako mzee. Naomba niseme, yule ambaye bado anaendelea kuzuia atoke. Hatutatoa notice tena. Tutaenda kuvunja. Barabara ya TTCL nice kwenda mpaka CCM. Kuna nyumba pale kwanza ameingilia shule, hapa analeta bla bla. Niseme hivi, tunataka tukaivunje. Iko kwako? Naam. Iko ya Mponzi. Ya majengo. Mponzi. Hatutatoa tena notice. Tunafanya wanaita mobilization of resources. Sasa hivi tunatengeneza, tunaanza kutafuta wapi tutapata nini tingatinga na nini na vitu kama hivyo. Tumeshawapa sana barua, tumeshawaelekeza, tumeshafanya mikutano. Kwa hiyo sasa hivi ni utekelezaji tu, utafuata. Tunataka barabara hizi, tunatenga mpaka fedha alafu mtu mmoja anatukwamisha. Haiwezekani. Barabara ya CCM kwenda kituo cha afya ile pale katikati. Na hizi barabara zote zipo kwa mujibu wa sheria, mipango miji na zimepasishwa. Ni watu wamefuata barabara, sio kwamba barabara zimefuata watu. Na hata zile ambazo barabara zimefuata watu, tulishajadiliana tukakubaliana. Sasa wewe mbele kavunja au nyuma kavunja au mpaka katikati. Wewe nani? Alafu ukiunguliwa na nyumba unasema fire haiwezi kufika. Punguzeni maneno, tufanye sana kazi kuliko maneno. Kwa hiyo na hiyo barabara anayehusika sijui ni nani? Mponzi. Mheshimiwa. Na hiyo tunakuja kuvunja. Hatuji kwa mambo mengine. Tunataka barabara zitoke. Tuko na mpango wa kuweka lami ile itokezee kule. Mtu mmoja tu anatuzuia. Haiwezekani. Miundombinu ya barabara, TARURA kama yu hapo hapo. Hebu kwanza tuwapigie makofi. Wapo TARURA? TARURA katika barabara wakati imeanzia mwaka 2017 hapa tulikuwa tuna barabara za kilomita 1.59 wakati tunaingia TARURA. Lakini sasa hivi tuna kilomita 3.44, tumefanya zaidi karibia 100% na kuongeza barabara. Tusiwakwamishe. Tulikuwa na barabara za kawaida kilomita 160, lakini sasa hivi tuna zaidi ya kilomita 230.
Pamoja na hizo pancha watu mnazuia, lakini tumeendelea kupasua barabara. Lazima tujue, tulikuwa tuna madaraja 21. Lakini sasa hivi tuna madaraja 26. Yanaendelea na mapya tumejenga 6. Mapya. Haya ni kuanzia mwaka 2017. Kwa hiyo tunapokuwa tunatafuta hizi sehemu za kuweka, tusileteane mchezo. Kalavati 76 tu. Mistari. Sasa hivi tuna zaidi ya 102. TARURA wanafanya hizo kazi na hizo fedha zote zinakuja. Kwa hiyo sio tunaleta challenges ambazo zinatukost sisi wenyewe. Sisi tunaamini katika miundombinu, namba moja ni barabara. Tunasema sasa hivi tayari wameshaanza kupata maji, wanaenjoy kabisa. Huu mradi tulioutengeneza sasa hivi, nilikuwa namwambia hapa makamu mwenyekiti, kama mwenyekiti maji anafika. Kwa hiyo maana nyingine mwenyekiti wa baraza la madiwani hapa anapata maji. Na tunadipinga mzee hapo tu. Kama 3. Tuna DP 3 pale kwa mwenyekiti. Na kwa mama pale yameshaenda mpaka kule chini maji tumepeleka. Kuna wakati watu walikuwa wanataka yani wenyewe wanataka maji lakini wanataka kisima. Nikauliza nyinyi shida yenu ni kisima au maji? Sio tuna yani hitilafu ndogo. Yani wale wanataka sisi tuchimbie kisima chetu. Kaambia kwa nini tusi extend haya maji yanayokuja hapa ni mengi. Tuweke tu pipes afu tuweke DP kule. Kuchimba kisima. Tumewapelekea zaidi ile mambo ya kisima au bomba yameisha. Maji yanapatikana na kila kitu kinaenda sawa sawa. Mradi huu ambao tunategemea umeshakamilika na uko kwenye matazamio utatusaidia sisi kuongeza karibia 27% ya watu watakuwa wanapata maji. Na miundombinu ile ambayo imevunjwa kwa namna yoyote au nyingine, nikwambie wakati mkandarasi anaingia mara ya kwanza tukitegemea ile mifereji ya zamani kupeleka kupampa maji pale Tunduma yalishindwa kupita kwa sababu miundombinu mingi ilikuwa imechakaa. Tumebadilisha miundombinu mipya kutoka kule kwenye kupeleka kule kwenye chanzo kupeleka kule mipya. Kwa ile ya zamani hatuhitaji. Na ukitaka maji sasa hivi tunaunganisha. Lete pale kwa taalamu tena wako ofisini kwangu pale. Na niwaambie sasa hivi masuala ya maji yamehamishiwa serikali kuu. Wapo wataalamu pale utawakuta na utapata maji. Nikupe tu taarifa kwamba katika wilaya ambazo zinapewa kipaumbele kuhakikisha kwamba miundombinu yake inakuwa perfect ni wilaya ya Momba. Na tukisema Momba na Tunduma hivi. Na tumekuwa hizo zinatoka serikalini kule tunaendelea kuzifuta zije. Zikifika tutazitumia lakini tuzitumie vizuri. Katika wilaya ambazo zinaimarishwa pamoja na wilaya ya Momba Tanzania hii. Sasa tatizo tulikuwa tunalionaga na wenyewe wilaya nyingine. Tunduma ni halmashauri tu na wilaya ya Momba. Maana fungeni nimekuwa nikisema sana. Hizo za stand hizo. Ni security. Na vilianza kuweko matana nini lakini mheshimiwa mwenyekiti pamoja na mkurugenzi ni doubt kulikuwa kuna cost kubwa sana katika ile. Cost ya kuweka taa ziliwekwa 3 tu sijui ambazo ziliweka siku 3 zikazimika. Niliagiza yule mtu aliyefanya vile ajitathmini kwanza kabla sijaanza tena kulifuatilia swala. Engineer Kisenino wewe ndio unahusika. Ulikuwa hujafika. Taa pale zifungwe, mheshimiwa mwenyekiti. Zifungwe pale zitasaidia. Kwanza zinapendezesha mtu. Simuona sasa hivi mpemba mzee. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.